Kuna wakati unajituma sana kazini, unafanya kila kitu kwa bidii, lakini bado mafanikio yanaonekana kuwa mbali. Wengine wanapanda vyeo, wengine wanapata nafasi, lakini wewe unahisi kama umebaki nyuma. Je, umewahi kujiuliza kuna kitu kinachokosekana kwenye maisha yako? Katika video hii utajifunza nguvu ya maombi maalum ya kufungua milango ya kibali, kuvuta mafanikio na kubadilisha kabisa mwelekeo wa kazi yako. Haya sio maneno ya kawaida, ni maombi yanayogusa rohoni na kuleta matokeo halisi unapoyaamini na kuyatamka kwa moyo wote. Kama uko tayari kuona mabadiliko kazini kwako, basi endelea kutazama hadi mwisho, kwa sababu huenda hii ikawa mwanzo mpya wa mafanikio yako katika maisha yako. Okay, right. Kama unataka kuomba ombi la kibali na upendeleo, unaweza kuomba hivi: Mwenyezi Mungu, na kuomba unifungulie milango ya kibali mahali pangu pa kazi. Naomba nikaonekane machoni pa wakubwa wangu na wafanyakazi wenzangu kwa namna ya kipekee. Kazi ya mikono yangu na ilete matokeo yanayovutia na yenye tija, na kila nitakaloligusa likapate kufanikiwa. Kama unataka kuomba kuhusu ombi la hekima na mafanikio, unaweza kuomba hivi: Mungu, naomba unipe hekima kama uliompa Suleiman ili niweze kufanya maamuzi sahihi. Niongoze katika kutatua changamoto ngumu na unipe uwezo wa kuwa mbunifu. Naomba uniepushe na makosa yanayoweza kunirudisha nyuma, na baada yake nikawe mfano wa mafanikio na uadilifu. Kama unataka kuomba kuhusu mafanikio na kupandishwa cheo, unaweza kuomba hivi: Mungu, ninakuomba ubariki juhudi zangu, niondoe kwenye kudumaa na unipe hatua mpya za mafanikio. Kama ilivyo ahadi yako kuwa nitakuwa kichwa wala sio mkia, ninaomba kupandishwa cheo na kuongezewa majukumu yatakayoleta heshima kwako na manufaa kwa jamii yangu. Lakini kama unataka kuomba kuhusu ulinzi na amani kazini, unaweza kuomba hivi: Mungu, ninaleta mazingira yangu ya kazi mbele zako. Naomba uniepushe na fitina, husda na majungu mahali pa kazi. Jaza moyo wangu amani hata katikati ya shinikizo au mawazo, na unipe nguvu ya kukamilisha kila kazi kwa wakati na kwa furaha. Okay, unapoomba usiishie tu hapo. Kuna mambo pia ya kuzingatia pamoja na maombi. Maombi huendana sambamba na matendo. Ili kuona matokeo makubwa zaidi, zingatia mambo haya. Jambo la kwanza ni bidii. Fanya kazi kwa moyo wako wote, kana kwamba unamfanyia Mungu na si mwanadamu. Lakini jambo la pili ni nidhamu. Kuwahi kazini na kuheshimu mamlaka hufungua milango ya kibali haraka. Lakini jambo la tatu ni kujifunza. Usiache kuongeza ujuzi mpya, yani skills, ili uweze kushindana katika soko la sasa la mwaka 2026. Lakini jambo la nne ni shukrani. Hata kabla ya kupata unachoomba, kuwa na moyo wa shukrani kwa nafasi ulionayo sasa. Asante kwa kunisikiza kuanzia mwanzo hadi mwisho. Naamini tayari kuna kitu kimegusa moyo wako. Kumbuka, mafanikio sio juhudi zako tu, bali ni neema na kibali cha Mungu unachovuta kupitia maombi yako. Usiache kuomba, usiache kuamini, na zaidi ya yote usikate tamaa. Kila hatua unaopiga leo, hata kama inaonekana ni ndogo, inakupeleka karibu zaidi na mafanikio yako makubwa. Kama umebarikiwa na ujumbe huu, bonyeza like, subscribe na usisahau kushare kwa mtu mwingine anayehitaji kusikia ujumbe kama huu. Na pia niandikie kwenye comment, nimepokea kibali cha Mungu, ili kuimarisha imani yako. Tukutane kwenye video inayofuata. Baraka na mafanikio yawe sehemu ya maisha yako ya kila siku. Asante kwa kunisikiliza. Mimi naitwa Elikhan Mtz, the head of the world. Bye bye na uwe na siku njema.